بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل زمان، وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون. إخوة الإسلام والإيمان، بعدكم حميد مولا سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة بنتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترudisha shukrani za dhati kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kwamba tumekamilisha 10 la kwanza, na hivi twasonga tumeshalikata nusu 10 la pili. Mwenyezi Mungu tumuombe azitakabali somo zetu na azikubali amali zetu, vile vile atujalie tuwe ni wenye kukithirisha kufanya mambo mema ndani ya mwezi mtukufu kama huu. Ikhwata al-Islam wal-Iman, maudhui tutakayoyaangalia leo ni maudhui ambayo kwamba yanatulazimu tuyazungumze, yanatulazimu tuelezane, yanatulazimu tufundishane, yanatulazimu tutanabahishane. Nayo ni maudhui gani? Kumwangalia adui mkubwa wa Uislamu pamoja na Waislamu. Ni yupi adui mkubwa wa Uislamu, pamoja kwamba adui huyo ndio adui mkubwa nambari 1 kwa Waislamu wenyewe. Kwani kila jambo linalofanyika katika ulimwengu huwa halikosi mwenye kulipenda na halikosi maadui, na aghlabia maadui ni wengi kushinda wanaolipenda. Na kila mwanadamu katika ala wajhi al-ardhi, hawa watu wawili ama hizi sifa mbili anazo. Anakupendwa katika ulimwengu kama huu, na vile vile anakuchukiwa, anakupigwa vita na adui. Uislamu ulichelewa kuja, lakini kabla ya hapo Uislamu ulikuwepo. Ni kwamba tu
kudhihiri kwake na kuenea ulichelewa, lakini Uislamu ndio wa kwanza ala wajhi al-ardhi kama huu. Sasa katika maadui wakubwa wa Uislamu pamoja na Waislamu wenyewe, adui nambari moja na ambaye hayuko radhi, yuko tayari kutumia njia zozote, mbinu zozote kuhakikisha kwamba Uislamu hauendelei, kuhakikisha kwamba Waislamu hawaendelei, ni Myahudi. Na hili halina shaka kwamba ndio adui mkubwa. Adui huyu ametajwa ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya iliyoko ndani ya surati Al-Maida aya ya 82, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud. Angalia uslubi alokuja nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatufahamisha kwamba tukae tukijua kwamba Muislamu na Uislamu wako wewe una maadui. Kivipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza mbele akasema, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika biannahu qissisina wa ruhban. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba utawapata wale ambao wana mapenzi ya karibu kwa wale ambao wameamini, alladhina qalu inna nasara, ni wale ambao kwamba wamesema kwamba sisi ni manasara. Sisi si Mayahudi, sisi ni manasara. Walladhina ashraku, pia Mwenyezi Mungu ndani ya aya hii akawataja na wale walokufuru, akaeleza akasema, dhalika, sababu ni nini? Bi anna minhum qissisina, ndani ya hawa wanaojiita kwamba wao ni nasara, wao wanajiita ni manasara kwa sababu wasema ndani yao kuna watu ni maulama, ni wanavioni, wanajua wanachokifanya, waruhban, na wale wanavioni wa hali ya juu, mapadri, lakini wote hawa ni warongo. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambie Yahudi ndio adui wa Muislamu pamoja na Uislamu? Na umeanzia wapi? Soma tarehe ya Uislamu ulipokuja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukisoma tarehe kuanzia ambiyai walotumwa na ar-rusul walotumwa, utakuta mitume wengi wametokana na mataifa mawili. Wengi katika mitume utakuta ni Mayahudi, wametumwa kwa Mayahudi kwa sababu hakuna jitu lililokuwa korofi katika ulimwengu. Hakuna mtu ambaye ni mbaya, ni muovu na ni hasidi nambari moja katika ulimwengu kama Myahudi, na hakuna mtu mgumu wa kuelewa lugha, hakuna mtu mgumu
alosumbua katika da'wa ya mitume kama Myahudi? Hakuna. Wale wengine wote walikuwa ni sahali, lakini Myahudi alikuwa ni mtu mgumu sana, na mpaka sasa Myahudi ndio mtu mbaya kabisa katika ulimwengu wetu huu tuliopo. Watu ambao wengine walikuwa ni wazito ni Banu Israeli. Ndio utakuta mitume wengi wametumwa kwa Banu Israeli na Mayahudi. Wale wengine walikuwa ni sahali, ni baadhi, ni wachache sana. Lakini sasa kubwa zaidi lilikuwa Mayahudi walisoma kitabu chao cha Taurati, wakamjua Mtume Muhammad, wakazijua sifa zake kwa kuisoma Taurati yao na Zaburi zao walizopawa. Mayahudi kilichowazidisha uadui kwa Uislamu pamoja na mtume pamoja na Waislamu ni pale ambapo kwamba wao walitarajia kwamba mtume wa akhiru zamani atatoka kwao. Wao baada ya kuwa wamesoma wakajua kwamba kuna mtume ambaye kwamba atakuja, atafuta dini zote, ataondosha zile sharia zote zilizotangulia, zitabebwa na sharia yake. Wakawa wanaona kwamba atakuja kutokea katika Mayahudi. Hapa ndio uhasama ukaanza kuingia, wakati ambapo kwamba walipokuja kumjua mtume kwamba ametokana na Makureishi, hakutokana na Mayahudi. Hapo ndiyo ikaja fitna na hasadi ya hali ya juu kwa Mayahudi, na ndiyo ikazidi ile adawa yao kwa Mtume Muhammad, ndiyo ikazidi uadui wao kwa Waislamu, ukazidi uadui wao kwa Uislamu. Kwa nini mtume wa akhiru zamani atatokana na Makureishi, si Mayahudi? Kwa nini atokane na wao, sio sisi? Walikuwa wanamjua. Ndio pale mtume alipokwenda kuwaeleza, wakawa ni wazito, wakawa ni wagumu, wakawa wako tayari kusaidiana na Makureishi kuweza kummaliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika njama nyingi zilizopangwa katika kummaliza Bwana Mtume Muhammad zilikuwa zikipitia kwa Mayahudi. Napoisoma tarehe, njama nyingi zilizopangwa katika kuvunja Uislamu na kuwaharibu Waislamu na kupoteza Waislamu zilipangwa kupitia Mayahudi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokamana na shari za Mayahudi. Mayahudi walikwenda wakafikia hadi kwamba wamepanga njama pale ambapo kwamba kilitokea kisa cha mmoja katika Waislamu kuua mmoja katika Mayahudi. Mtume akaenda kuepatanisha, akakubaliana kwamba familia ile ije na Mayahudi nao waje wakae mahala moja, waweze kupatanishana, wale wakubali kutoa jizya. Kwa nini? Kwa sababu katika yule alioua yuko katika milki ya Uislamu.
Kwa hivyo na yeye mtume ilibidi ashirikiane nao kwa ajili ya huyu walioua waweze kulipa fidia. Angalia Mayahudi kwamba ni watu mabaya, wao wamekubaliana na mtume kivyengine, wao wakazunguka wakapanga njama kwamba huyu Muhammad atakapokuja hapa, katika nyumba yao ya mitingi palikuwa kuna shimo juu yake, wakaamua kwamba watamweka Mtume Muhammad chini ya lile shimo, wao wataliandaa jiwe juu. Lile jiwe mtume akiketi walibingirishe, waliangushe, wammalize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lait ingelikuwa Mtume Muhammad amemalizwa na wale Mayahudi katika mji wa Madina, Uislamu ungetufikia, tungeliupata Uislamu. Haitoshi, soma Mwenyezi Mungu aliposema minal ladhina alyahudi walladhina ashraku. Aliposema ashraku, katika ukisoma Safwatu Tafasiri ya al-Imam Muhammad Ali Sabuni aeleza, asema sababu ya aya hii, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahud walladhina ashraku. Asema sababu yake imeshuka kwa sababu ya mfalme wa Habasha ambaye ni Najashi. Wakati masahaba waliteseka ndani ya mji wa Makka, mpaka ikafika habari kwamba Habasha kuna mfalme hadhulumiwi mtu yoyote mbele zake, mtume akawaamrisha masahaba kutoka Makka waje Habasha. Wakafanya hijra masahaba, wakaja Habasha mara ya kwanza. Makureishi hawakujua, alladhina ashraku hawakulitambua. Masahaba wakaketi muda waloketi, wakarudi. Waliporudi kitambo waje watanabahi wale Makureishi, Waislamu washarudi. Waliporudi wakawaadhibu sana, ikabidi mtume awaperusa mara ya pili, wakagura takriban karibu watu 73. Wakaelekea Habasha tena mara ya pili. Mara ya pili Makureishi walilijua, wakachukua zawadi, wakaziandaa dhahabu za hali ya juu na manyungu, wale wakawapandisha watu wawili, wakawatuma Habasha. Walipokwenda kule, mfalme wa Habasha akawaita, akawasikiliza, akawaambia, nimewasikiliza nyinyi Makureishi, sasa subirini. Wakaitwa na Waislamu, akatangulia Jaafar ibn Abi Talib, akaja akaeleza msururu wa maneno mengi. Tulikuwa sisi ni watu katika jahilia, hatuelewi, tulikuwa twadhulumiana, tulikuwa twauana ovyo, tulikuwa mwenye nguvu anamsonga asiyokuwa nayo, mambo mengi, mpaka akatujilia mtume akatuelezea kuhusiana na Uislamu, na sisi tukakubaliana nayo, tukajua kwamba hili ndio njia ya haki. Hawa leo wanasema sisi tumeenda njia mbaya, basi sisi hatuachi. Najashi baada ya kusikiliza maneno ya Jaafar bin Abi Talib, alipomaliza akawaambia wale Makureishi, sikizeni, fanyeni adabu zenu, chukueni zawadi zenu, samarukeni nazo. Hapa hatoki mtu yoyote, siachilii hata mtu mmoja katika hawa. Najashi akawazuia Waislamu katika ardhi ya Habasha. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha aya hii, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu. Wao wanajionyesha mahabbatun dhahiria
lakini yale walioyaficha ndani ya nyoyo zao ni makubwa, ni makubwa. Na leo haya twayaona kwa hawa Mayahudi. Sisi tuwapenda Mayahudi, sisi tuwapenda. Na tunaposema hivi haimaanishi kwamba pengine aseme mtu ndio tumewaoa wake wanao watoto mabinti zao, la, yawezekana hujamuoa, lakini kuna mambo unayafanya ambayo kwamba Mayahudi wao ndio radhi zao. Tupige mifano. Sisi wanaume hasa wengi wetu ni mashabiki wa mipira, mfano ambao uko hai, ambao tutauelewa kwa uharaka. Wengi katika sisi ni mashabiki wa mpira. Allahumma, hapa tukiangalia katika sisi tulioko hapa ndani, pengine 5% ya hawa walioko hapa ndani ndio si mashabiki wa mpira, waliobakia sote ni mashabiki wa mpira. Bali sisi mabarobaro tunafikia mpaka hadhi unaacha na jina lako unajibandika jina lake. Hii ya kwanza. Unaacha sunna zako unachukua sunna zake, kimaanisha sunna zake. Mwingine utamkuta amenyoa kama Myahudi, mwingine anavaa kama Myahudi, wahaluma jana. Sasa Myahudi hana haja wewe ati tarfata aini uache Uislamu, ufuate tu yale yake. Turudi katika mipira. Leo mipira imewekwa time gani? Mipira imewekwa time gani? Watu wapiga tarawehe huko, Allahu Akbar, sisi ndio tuko ndani ya mabanda ya mipira. Watu wachangamka na qiyamul layli saa 6 usiku, saa 7, saa 8, sisi ndio tuko kwenye TV tuangalia mipira. Ndio time zao hayo. Na Myahudi yuko tayari yeye ajilete kwako kwa sura ya kwamba yakupenda, lakini kumbe ndani ya moyo wake hakupendi. Ndio haya leo tunayoyaona. Walianza na Israeli, Falastini, wakapigwa Waislamu waliokuwa kule. Kumeanza kutulia, kumepoa. Juzi wakaanza maeneo ya Iran, wanapigwa ndugu zetu wa Iran, Waislamu wenzetu. Fadlan ikhtilafu almadhahib haifali chochote. Madhahabu yake ni madhahabu yake yeye, na madhahabu yako wewe ni madhahabu yako wewe, lakini sote innamal mu'minuna ikhwa. Sisi tunakusanyika mahala moja katika ukhuwatul islamia. Leo kuna dola za Waislamu wanashabikia daula za Mayahudi kuwapiga wa Iran. Tuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquna ilayhim bilmawadda. Enyi mulioamini, msimfanye yule adui wangu mimi Mwenyezi Mungu. Myahudi ndio adui nambari 1, hataki Qur'ani ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisoma aya iliyoko baada ya aya ya kwanza tulisoma, wa idha sami'u ma unzila ila rasul, wao wanafanya uhasidi, hawataki kusikia zile aya zilizoteremshwa, hawataki kusikia mambo na Qur'ani, hawataki kusikia mambo ya Mungu mmoja kabisa. Sasa Mwenyezi Mungu aya hii anatuambia msiwafanye hawa
ambao wamekusudiwa hapa ni Mayahudi, msiwafanye kuwa ni aulia kwenu nyinyi, ni marafiki. Mkawafanyaje? tulquna ilaihim bilmawadda, mkawapenda, mkawapa mapenzi ya hali ya juu. La, msiyafanye hayo. Ukisoma aya nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudur akbar kad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Angalia haya maneno Mwenyezi Mungu aliyotuambia, ameeleza mambo mengi yasiwadanganye nyinyi akili za wale Mayahudi, fikra zao kubwa walizokuwa nazo, mkaona kwamba Myahudi leo hii ndiye mwenye akili. Leo kila tunapokaa, kila kitu tunachokifanya sema hiki ni cha Kiyahudi tu. Ona bana, Myahudi yuko mbele na sisi, Myahudi ana akili nyingi. La ya'lunakum, isiwaghuri hayo. Mwenyezi Mungu akaeleza, asema waddu, hao Mayahudi hao munaowapenda, munaowashabikia, munaowafurahia, Mwenyezi Mungu asema waddu ma anittum, wanatamani kwamba kile mulicho nacho nini, Uislamu, mkajisahau kidogo tu, mkaachana mkawafuata wao. Kadbadat baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudur, chuki zimewajaa, zimewaenea, katika midomo yao ni chuki, katika vifua vyao wamejaza chuki. Hivi majuzi walikieleza, wakawa wanaeleza baadhi ya mambo walioyafanya nyuma, na katika sisi Waislamu kuna waliowasapoti. Miongoni mwa mambo walioeleza, wasema sisi tumedanganya tukasema kwamba Saddam Hussein ni jambazi, lakini ilikuwa si jambazi. Kwa nini awaelewushe Waislamu? Hilo tu. Chuki kubwa ilikuwa kwa nini awaelewushe Waislamu? Kwa sababu Saddam Hussein ilikuwa hakukubali maeneo ya Irani kutawaliwa, hataki. Kwa hivyo kwa nini awaelewushe? Na vita hivi vinavyoendelea, Mayahudi vita vyote wanavyovipigania, daula mbili ndio zinawashinda, moja ikiwa ni Iran na dola ya pili ni Fursi. Hizi daula mbili kwa sababu ni daula ambazo kwamba zilikuwa na hawara kuanzia kitambo, walijitawala kuanzia kitambo, walikataa kutawaliwa. Myahudi ashindwa na hizi daula mbili, ndio wanatafuta kila mbinu waweze kuzigombanisha, ili wakishaweza kuwagombanisha hawa wakawafarakanisha, hakuna daula ya Kiislamu hata moja ambayo kwamba itakuwa na nguvu, watakuwa Mayahudi wako top ya Waislamu. Hili ndio lengo. Sasa hivi tunavyoviona vinavyoendelea leo ni chuki, wataka wazishinde zile daula mbili. Wameanza na Iran, wakitambalia daula ya Fursi. Na mimi na wewe leo twashabikia, wache wapigwe wa Iran, wache wapigwe. Ndugu yangu, walijua lililoko mbele. Huyu ni adui. Leo akimshinda yule ndugu yako, kesho anakuja kwangu mimi na wewe, kesho itakuwa ni mimi na wewe. Madha naamal, what we can do, tutafanya nini? Mimi na wewe, hata bobi kuyu hatujui kutengeneza sisi Wakenya. Tukijiliwa
Muislamu wa Kenya tutafanya nini? Hatujui kitu cha kufanya. Tutakuja tupulizwe, tufilie mbali aishi na yeye atawale. Kwa hivyo lazima tutanabahi, ndugu Muislamu, tukae tukijua kwamba hakuna adui mkubwa katika Uislamu na Waislamu kama Yahudi. Tusishabikie kuona ndugu zetu wa Irani wanaumizwa, wanauliwa, tukawa na sisi twafurahia. Lazima tukithirishe dua kuombea Mwenyezi Mungu awape ushindi, kwa sababu kushinda kwao ndio hifadhi kwetu sisi. Kushinda kwao ni ushindi kwetu sisi, kwa sababu akiumia Mwirani, akishawezwa Mwirani, hakuna dola ya Kiislamu yenye itakuwa inatawala. Ikiwa dola moja ambayo ni Saudia leo iko chini ya Uyahudi, wapi tumeelekea? Wapi tumeelekea? Tukimalizia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutahadharisha kwa kutuambia humul aduwwu fahdharu, hao Mayahudi ni maadui zenu. Ukisoma Qur'ani imewaeleza Mayahudi, ikhwatal iman wal islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyaeleza haya aliyajua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema katika kila siku Myahudi yamuogopa Muislamu sana. Myahudi kila siku ikipambazuka, hamu yake, tamaa yake ni kummaliza Muislamu. Yaani mkielekeana na Myahudi hivi, atamani kwamba lait nikawa na risasi nikampiga huyu Muislamu nikamuua. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ya lait ingelikuwa Waislamu watoka asubuhi alfajiri kama namna wanavyotoka katika swala za Ijumaa, wanavyotoka katika swalatul Eid, wanavyotoka masaa yale ya mchana kwenda kuswali, wakatoka wengi vile, basi Myahudi akiwaona hivi atatafuta mahala pa kujificha. Myahudi ndio mtu ambaye atamani katika ulimwengu huu kuwa yeye ndio superpower, ataka kushinda daula hizi mbili ya Irani na Fursi, na akishawashinda hawa tutakuwa daula zingine hatuwezi kufanya kitu. Ikhwatal islam wal iman, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atuambia walan tarda anka alyahud wala nasara. Mola akitupa uwezo tutakuja tueleze aya hii, ina mambo mengi sana ndani yake. Yuriduna liyutfi'u nur Allah wallahu mutimmu nuri, mpaka aya nyingi ambazo zimeeleza Mayahudi wamepanga strategies 10, khitwa 10, mipangilio 10 ambazo kwamba hizi ndio asasi, kwamba hizi litadmiri lislami wal muslimin. Haya tutakuja kuyaangalia Mola akitupa taufiki Ijumaa ijayo, ikiwa uhai na uzima upo. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawli ihtadi al-muhtadin fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitani rajim wa billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw